Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. شرعت بتوحيد الإله مبسملة سأختم بذكر الحميد مجملة ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحابه وسلم أما بعد مستمعون الكرام إخوان zangu ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu alipomsifia kwa kusema wa innaka la'ala khulqin adhim. Ndugu zangu, ama baada ya hayo nipende kuambieni ya kwamba leo tunaenda sehemu ya tatu kuelezea dawa yetu bora inayoitwa Udhu Shamsi, mwanga wa jua. Udhu Shamsi, mwanga wa jua, inaenda kuangaza katika maisha yako. Kwa sababu tunasema ni mwanga wa jua kwa sababu jua linapochomoza linaangaza sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho hakijaangaziwa kinaenda kuangaziwa, na ndivyo ambavyo utakapoenda kuitumia dawa hii inaenda kuangaza katika maisha yako. Mwanachuoni mmoja anasema tala as-sabah fatfa al-qindila, anasema asubuhi imechomoza na jua limechomoza, kibatali cha nini sasa? Zima kibatali, manake huwezi kutumia mwanga wa kibatali kujiangazia kuona hali ya kuwa sehemu hiyo kuna mwanga wa jua. Na ndivyo hivyo ambavyo kama ukiipata dawa hii basi huwezi kwenda kusumbuliwa tena na maradhi baada mwanga wa jua wa dawa hii unaingia ndani ya mwili wako. Ndugu zangu, nilisema ya kwamba dawa yetu hii ya Udhu Shamsi, mwanga wa jua, imekusanya mimea 9 ndani mwake. Mimea hiyo 9, mmea wa kwanza unaitwa Kamunu Aswad, mmea wa pili Thumu, mmea wa tatu Karkam, mmea wa 4 Nainai, mmea wa 5 ni Karnafal, mmea wa 6 ni Jarjili, mmea wa 7 ni Zanjabila, mmea wa 8 ni Karfat na mmea wa 9 ni Khardali. Hii ni mimea 9 muhimu sana kwa kuweza kwenda kutibia afya na mwili wako kwa idhini yake tabaraka wa taala. Sasa katika mimea hiyo yote hiyo leo nazungumzia mmea mtukufu sana unaitwa Karfat, kwa maana ya karafuu. Mmea wa karafuu ambayo nao unaingia katika mchanganyo wa mimea 9 na kwenda kukamilisha kitu kinachoitwa Udhu Shamsi na kuwa ni bomu kubwa kabisa la maangamizi la kwenda kuteketeza na kunyausha maradhi katika afya na mwili wako. Tunaanza kwanza kwa kusema hivi: umetambulika mmea wa karafuu kuwa ni miongoni mwa mimea tiba, ni mmea ulianza kutumika kama tiba toka zama za kale katika hali ya namna hiyo. Hivyo hapa tutapata kutambua faida za karafuu kutibia na tutajua madini yanayopatikana ndani ya karafuu ambayo yanahitajiwa na mwili wa mwanadamu katika hali za namna hiyo. Ndugu zangu, tunaposema hii Udhu Shamsi ni tiba, ni kweli wallahi tallahi ni tiba, kwa sababu kila mmea ambayo iliyomo humu ndani yake mimea 9, na kila mmea una wasifu wake wa kuwa tiba. Kwa hiyo mwanachuoni Jasim Muhammad Jandal akasema kama mimea hii inakusanywa kwa pamoja na kuwekwa katika package moja kwa vipimo maalum vya kitiba, kwa vipimo maalum vya kitaalamu vya mimea, wallahi tallahi inaenda kuwa ni dawa bora kabisa ya kwenda kuondosha katika maradhi katika mwili wa mwanadamu. Sasa leo na kuelezea mmea wa karafuu, maadamu unapatikana ndani ya mchanganyo wa mimea mienza yake iliyomo humu aina 8 ambao wenyewe unakuwa ni mmea wa 9. Tunasema vitu muhimu vilivyomo ndani ya karafuu. Sikiliza ambavyo ndivyo vinafanya kuwa hii dawa ionekane ni kuwa ni tiba, na ndio maana nakusisitiza usiikose dawa hii ya Udhu Shamsi, mwanga wa jua, iende ikaangaze katika maisha yako kwa idhini yake na huruma yake Allah tabaraka wa taala. Tunasema karafuu imekusanya madini na vitamins za aina mbalimbali kama vile vitamin H, vitamin K, vitamin C, vitamin A, vitamin G, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 na madini ya chuma. Kwa hiyo kuna madini ya aina mbalimbali kama madini chuma, madini ya magnesium, madini ya fosfora, madini ya sodium, madini ya calcium, madini ya potassium, madini ya manganese na madini ya zinki. Yote yanapatikana ndani mwake.
Maana yake kwamba unapoipata udu shamsi, maadamu ndani yake kuna mimea aina 9, ambao hiyo mimea 9 mmojawapo ni mmea wa karafuu, ambao nao umewekwa kwa kipimo maalum, iende kuwa tiba, isiende kuwa ni kiburudisho au kama kinywaji. Wallahi unaenda kutibia maradhi mazito katika afya na mwili wako kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ikhwan, ndugu zangu, tunaanza na faida ya kwanza ya dawa yetu bora, inaitwa udu shamsi, mwanga wa jua unaenda kuangaza katika maisha yako. Tunasema imekubalika kitaalamu kuwa karafuu ni moja ya mmea ulio bora kabisa katika kutibia afya na mwili wa mwanadamu. Yani tunasema faida hii ya kwanza ya udu shams kwenda kutibia maradhi ya tatizo, kutibia kwa tatizo la kijinsia, tatizo la kijinsia. Hebu sikilize hii, itakufaa sana. Tunasema imekubalika kitaalamu kuwa udu shamsi, mwanga wa jua, hii hapa, maadamu ndani yake kuna mmea wa karafuu, ni mmoja ya mimea iliyo bora kabisa ambayo ina uwezo wa kulinda na kuhifadhi afya ya mwanamume katika maisha yake ya mahusiano. Karafuu ina faida nyingi sana kwa wanamume, kwa namna ambayo karafuu ni kiamsho na booster iliyo kubwa kabisa ya maungo ya kiume katika hali za namna hiyo. Udu shamsi hii hapa, maadamu ndani yake kuna mmea wa karafuu, tunasema karafuu ni mmea unaotakiwa kufanyia mazoezi kwa wanamume na wanawake kwa kutumia, kwa kuwa matumizi ya karafuu yanaamsha homos ya testosterone kwa wanamume, kama jinsi ambavyo karafuu inasababisha utulivu wa viungo vya mwili na kuamsha mishipa iliyo rega. Sawa, hivyo kufanya mmea wa karafuu kuwa unaongoza kwa matumizi ya nguvu za kijinsia kwa wanamume katika hali za namna hiyo. Sasa basi, sehemu mbalimbali tunatumia mmea wa karafuu katika viungo, hata katika mapishi na kadhalika, lakini tunatumia kama chakula au kama kiungo, hatutumii kama dawa. Mimi nimekuletea kama dawa kwa mujibu wa tafiti za wataalamu wa mimea, kwa mujibu wa watafiti wa tiba hizi za kisuna, kwa kipimo chake maalumu ambayo ilichanganywa na mimea mingine. Wallahi mwanamume huyu anaenda kuwa mlingoti chuma, bendera chuma, na kamba yake inakuwa chuma kweli katika hali za namna hiyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Faida ya pili ya dawa yetu ya udu shamsi, mwanga wa jua, inaenda kuangaza kwenye maisha yako kutokana na maradhi yanayokusumbua. Faida ya pili tunasema udu shamsi inaweza tunasema ina uwezo wa kuleta faida ya kijinsia kwa matumizi ya kidozi, kuleta uwezo wa kijinsia kwa matumizi ya kidozi. Yani utumie dawa hii kidozi na wala usitumie kama tembe moja tu katika hali za namna hiyo. Tunasema hivi, unajua kuwa wanamume wengi wa bara la Asia hutumia karafuu kwa lengo la kujenga na kutunza afya zao za kijinsia. Tena utaratibu huu wanao kwa karne nyingi sana, na hayo yanatokana na faida hizi zifuatazo. Faida ya kwanza, mmea wa karafuu ni moja ya mimea ya kipekee kabisa ya kuamsha utendaji kazi wa kiungo cha kiume na kuongeza hamasa, msisimko, matamanio na mirindimo ya kijinsia kwa mwanamume katika hali za namna hiyo. Kwa wale ambao wanajikuta wako rege subhanallah, tunaenda kurejesha nguvu hizo kwa kutumia udu shamsi, mwanga wa jua. Lakini pia kwa kuwa pia karafuu tunasema kwa kuwa pia karafuu inafanya vizuri uzuri wa kuamsha homos ya testosterone kwa wanamume, na hasa watakapotumia kwa utaratibu wa kidozi. Yani ukaipata dawa yetu na hapa imeeleza kwa wanamume kwamba kwa namna gani ataweza kuitumia kidozi, basi wallahi anaenda kuwa ni mringoti chuma uliokuwa ni mzuri kabisa katika hali ya namna hiyo. Lakini pia faida nyingine tunasema itambulike na ifahamike kuwa afya ya kiungo cha mwanadamu, cha mwanamume, cha kiume ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanamume. Hivyo mwanamume au wanamume wanashauriwa kutumia udu shamsi, mwanga wa jua, ambayo ndani yake kunapatikana mimea 9 ambayo imechanganywa na karafuu
kwa kiwango kikubwa, kwa kuwa udu shamsi au madamu ndani yake inapatikana mmea wa karafuu, inaweza kuongeza kiwango cha umeme katika miili ya wanamume au katika miili yao, hadi kusababisha kulimiliki tendo la ndoa kwa ukamilifu wake unavyotakiwa katika hali za namna hiyo. Hata hivyo, udu shamsi maadamu ndani yake kuna mmea wa karafuu, itakuacha ukiwa na raha ya mwili pasina michoko yoyote ile baada ya tendo la ndoa. Sasa wewe unachelewa vipi? Naambie tu kwamba udu shamsi na mimi naitaka. Naambia Sheikh Hamis Suleimani na mimi naitaka udu shamsi, mwanga wa jua. Wallahi tallahi, popote pale ulipo tutakufikishia. Popote pale ulipo duniani tutakufikishia kwa uwezo wake tabaraka wa taala. Ama faida ya tatu ya dawa yetu hii ya udu shamsi, mwanga wa jua, inaenda kuangaza katika mwili wako na kuondosha shida zote zinazokusumbua ndani ya afya na mwili wako. Tunasema kutibia tatizo la kizazi na mfuko wa mayai, kwamba udu shams inaweza kwenda kutibia matatizo tatizo la kizazi na mfuko wa mayai. Kwa nini? Isikilize hii. Watu wengi watu wengi tunazama kifikra. Watu wengi tunazama kifikra kutafuta mimea iliyo bora kwa kutibia vizazi vya kina mama na kuondosha matatizo ya mfuko wa mayai, lakini hiyo hali si ya kudumu sana, maana wengi huishia ukingoni wakitafuta tiba hiyo bila mafanikio yoyote. Hivyo mwanachuoni Jasim Muhammad Jandal anaeleza hapa, na mimi naweza kumnukuu, anasema hivyo basi inawezekana kwa wakina mama wakaweza kutumia vyakula vinginevyo, vyakula vyenye waweza kutumia vyakula vyenye kuzijenga afya zao, kitendo ambacho kitavifanya vizazi vyao vibakie salama na vyenye afya njema hadi kuwa na uwezo wa kutungisha mimba katika hali ya namna hiyo. Sasa watafiti wanasema hivi, mmea wa karafuu ni miongoni mwa mimea mikubwa kabisa kimaumbile ambayo hutumika kwa kila rika, ambao hutumika kwa kila rika la mwanadamu, kwa kuwa karafuu ina uwezo wa kuipumzisha mishipa na kurejesha utendaji bora wa mzunguko wa damu, kama jinsi ambavyo karafuu inapotumiwa na wanawake inawaongezea mchemko wa damu, ambapo jambo hilo ni muhimu kwa wanawake katika maisha ya mahusiano yao. Kwa hiyo kitendo hicho kitamsaidia mwanamke kulinda viungo vyake vya uzazi kama vile nyumba ya uzazi na mfuko wa mayai. Karafuu ni moja ya mmea ambao una ladha ya kipekee, hivyo kupunguza maumivu yote yanayotoka wakati wa mzunguko wa hedhi na kutapika wakati wa ujauzito. Karafuu ina ulinzi mzuri wa kuyalinda mayai ya mfuko wa mayai kutodhuriwa na bakteria. Na haya yote ndugu zanguni, hamwezi mkayapata, bali mtayapata kama kukiwa na utaratibu wa kipimo cha kidozi. Karafuu inafahamika vizuri. Sasa ukitumia tofauti, maana yake itaenda kuwa tofauti vile vile. Itaenda kuwa ni kiburudisho tu na wala sio kilaji katika hali za namna hiyo. Yapo mambo mengi sana kama vile tatizo la mfumo jogoo, kwamba karafuu inaweza kwenda kuondosha tatizo la inaitwa udu shamsi, inaweza kwenda kutibia tatizo la mfumo jogoo. Kwa nini tunasema inaweza kwenda kutibia mfumo jogoo? Tunasema kitaalamu na kitafiti imegundulika karafuu kuwa ina uwezo wa kumuondoshea mwanamume mfumo jogoo unamsumbua. Tatizo hili linawasumbua sana wanamume wengi kutokana na wanamume hao kusumbuliwa na matatizo fulani ndani ya viungo vyao vya kijinsia. Kwa hivyo utamkuta mwanamume huyo kidogo tu amemaliza. Kwa hivyo karafuu ina uwezo wa kumzidishia mwanamume uwezo wa kusimama vyema, akawa ni ngingingi
hivyo inatokana na karafuu kuweza kufanya mzunguko wa damu kuwa vyema katika mwili kwa mwanamume katika viungo vyake vya kijinsia. Tokea zama imekuwa ikitumika karafuu kama tiba mbadala, kama msaidizi mkubwa wa kuondosha tatizo la mfumo jogoo, yani ule haraka ukao umeshamaliza na kitandani umekimbia. Haya yanatokea baada ya karafuu kuichanganya michanganyo mingine ya kimimea. Kwa hiyo karafuu itakuacha ukiwa salama na kukuondoshea michoko na kukuondoshea tatizo la mfumo jogoo katika hali ya namna hiyo. Kwa hivyo nikukaribishe ndugu yangu, popote pale ulipo, jitahidi uipate dawa yetu bora inayoitwa Udu Shamsi, mwanga wa jua, na kwenda kuondosha matatizo yako yote katika hali ya namna kama hiyo. Inshallah, mimi niseme, upo dunia gani, upo nchi gani, upo wilaya gani, upo mkoa gani, Sheikh Khamis Suleimani atakufikishia. Mimi nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillah wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.